Sio kila kitu unaongea. Yaani umekosolewa mara ngapi? Sasa imekuwa sasa hivi mwandishi wa habari na kuna wengine ndio wa muhadith wala haraj wao watukanaji kina Ibrahim Siafi. Na hapo kuna maelezo sana. Sababu kumetoja tamko kura hapa ni kuhusu swala zima la kwamba watu wanaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu kwenye mwaka huu 2025. Lakini yapasa watu wa makini na masuala ambayo yatavuruga amani. Na hasa wale ambao wao pengine wamepata wasaa kwamba wamemiliki jambo katika mambo ya mitandao. Sasa mitandao hii hueneza habari kwa muda mchache sana. Tukio ambalo lilikuwa lifanyikane kwenye kupelekewa taarifa mtu kupitia tukio hilo kwa kiasi cha mwezi mfano zamani, sasa hivi linafanyikana kwa kiasi cha muda wa siku moja au lisaa pengine kubwa dakika tu tayari kufikia hizo taarifa ule ambaye ametakiwa zimfikie hizo taarifa. Lakini tunatakiwa pia tukumbuke kwamba kuna neema kubwa kwenye swala zima la amani ambayo ipo katika nchi, na kusudia kuongea jambo ambalo wengi katika watu wanaona kwamba haya yaliyotokea katika neema ya amani ni mambo ambayo ni nesha tu. La, na kwamba eti ikikosekana amani inawezekana tukiwepesi ukaipata tena. Hilo ni jambo ambalo sio la kutarajiwa kiwepesi baada tu ya kuikosa amani, bali mifano hai tupo nayo kwenye hili. Na katika mambo ambayo pia ni wanasihi uongeaji ambaye yeye ni muongeaji kwenye lolote lile ambalo yeye ataliongea kwa munasaba wa kuongea kwa hii hali ambayo watu wapo nayo, basi awe anazunguka kwenye misingi ya sheria, asije akatoka nje ya sheria, kama kuanza kukashifu watawala au kutaja miongoni mwa mambo ambayo yanaonesha kutwani mtawala fulani, kisha ikawa yaonesha kana kwamba yeye amkubali mtawala mwingine, kisha hapo umeweka hili jambo chini ya kivuli cha dini. Hili jambo ni katika khiana zilizokuwa kubwa sana. Hili jambo ni katika khiana zilizokuwa kubwa. Na baadhi ya waongeaji wamedhihiri na kuonesha kwamba haya mambo yapo kidini zaidi kwa mujibu wa muongeaji wao. Haya mambo yapo kidini zaidi. Lakini ukiangalia hasa kuna kitu ambacho mtu kukusudia. Pengine tu kwenye kila jambo naye aonekane kaongea, au pengine kwenye kila kitu aonekane naye yumo, kwamba huyu mtu ni mtu ambaye yeye kaendelea, sio mtu ambaye yupo na ile hali ya khalfia, si katika waliopitia na wakati bwana, yeye ana maendeleo, kwamba kila kitu awe yeye kakiongelea. Kadhalika na iwe kwamba kila tukio ambalo limetokea kwenye jamii awe yeye naye ni wa mwanzo kuliongea hilo jambo, na watu watazame kumtazama yeye, aonekane kwamba yeye ni mtu wa habari. Kwenye kila jambo awe yeye ni yeye wa mwanzo kuliongelea. Nitoe mfano uliokuwa hai kwenye hili. Leo nimeona maktaa ikiwa inaonesha moja kati ya waongeaji, na ni Muhammad Bachu. Nimeona hivi leo unwani ya lile bango lilikuwa laonesha kana kwamba ni nasaha kwa nini wanaogombea, lakini kile ambacho kimeongelewa ndani, maana nimesikiliza, ingawa sio kawaida yangu mimi kusikiliza watu kama wale, si kawaida yangu, lakini ile unwani yake ilinipa hamasa, nikaona pengine kuna kitu cha maana sana kimeongelewa. Lakini kitazama ndani ambayo yameongelewa, kuna asili ya mazungumzo ambayo tayari haya
yanajengeka kwa msikilizaji, yanajengeka kwa msikilizaji dhidi ya mtu fulani katika wagombea au watawala pengine. Alafu pia mimi niulize kitu, sababu kuna baadhi ya watu ukitaja makosa ya watu kama wale wanaona kana kwamba sasa ule anakosa gani? Mfano sisi tukubaliana kwamba katika hao wagombea wanaogombea Zanzibar kuna mmoja nani? Ni rais. Katika hao ambao wanagombea kuna mmoja yeye ni kiongozi kwenye madaraka. Sasa iweje wapeleka nasaha kwa wagombea, alafu kwenye hao wagombea kuna ambaye yeye ni rais, wamnasihije kwenye ile hali ya kujirusha mitandaoni vile? Yaani wamnasihije mtawala kwa mfumo ule? Hivi nasaha alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kumnasihi mtawala ndio vile kwamba urekodi wewe video yako alafu uitume mitandaoni au nasihi mtawala? Ili jambo lipo kwenye sheria? Lipo. Na makatu nyingine mbali ambazo zilitokea nyuma ambazo zilikuwa zaonesha ukhawariji wa wazi wazi huyu mtu, zilikuwa zipo makatu nyingi tu, kama kutwani uongozi fulani na kuusifia uongozi mwingine tena katika mimbari wazi wazi. Ile jambo ni sawa kweli? Kwa mujibu wa misingi ya sheria ni sawa? Au tayari pia baadhi ya mambo ambayo waona kabisa wamnasibishia mtawala fulani kosa ambalo ili jambo limetajwa kwa ujumla, yani kwenye sheria wewe wamnasibishia yeye moja kwa moja, alafu kumnasibisha yeye moja kwa moja umelifanya hili kwa kivuli cha kwamba unamnasihi. Sasa mbona kama wamnasihi yeye mtawala na imetaki wewe siri, mbona mimi ambaye sio mtawala zimenifika na saa hizo? Na tayari pengine kutakuwa pengine kuna watu ambao pengine 1000 mfano wametazama hiyo video. Sasa hao nao ni watawala, hao wanasihi vipi yani? Hawa ni watawala na wao. Kuna mambo mengi sana ambayo pia yaonesha pia kwamba Waislamu si sawa bwana kila jambo. Na mimi nasema kwamba kumwambia huyu mtu bwana Muhammad Bashu bwana, si kila kitu bwana itakiwe wewe ni muongeaji, sio sawa, kwa sababu kukithiri kwa maneno ya mtu ni sababu kubwa ya kukithiri makosa yake. Man kathura kalamuhu kathura akhtauhu, yatakayekuwa mengi maneno yake makosa yake pia yatakuwa mengi pia. Hebu nyitazameni ni sakatati ngapi ambazo zimeingiwa na huyu mtu, kaziingia mara ngapi? Makosa mangapi ambayo yeye kaingia? Mengi tu, kwa kule kuongea tu kila kitu, kwamba kila kitu wewe wataka nini uongee, kila kitu wewe uongee. Sasa mwisho wa siku makosa yanakuwa mengi, kile ambacho wanatengeneza kinakuwa ni kidogo kuliko kilicho ambacho wewe unaharibu vingi kwa munasaba wa asilimia ambazo tukizilinganisha na unachokitengeneza. Hao mnasimtawala, yeye mnasimtawala. Na pia katika hiyo video mimi nimeona kwamba mmoja kati yao ni rais, ajua kwamba huyu tayari kwamba ni kiongozi huyu. Hao wengine yaweza kusema kwamba hao si viongozi, wanagombea huu uongozi. Sawa, hatukukubalia huo. Haya, huyu mwingine ambaye huyu yeye ni kiongozi, na sahaza vipi kujirekodi kwenye video kadha sema kwamba wanaona si hii ni jambo hili sio la sawa, na mengine mengi sana kama kutwani uongozi kwamba sisi tulichukia. Miaka nyuma aliongea hivi kwamba sisi tulichukia uongozi fulani ulipoingia madarakani, kadhalika na akatoa maneno ambayo yanaonyesha kabisa uongozi ndio uliokuwa madarakani, lakini uongozi huo anasema kwamba ulipoingia tulichukia, yupo katika mimbari. Sasa usiku khawariji Waweza ukasema kwamba mbona yeye haandamani? La, kwani al-khawariji kwani mpaka wanaandamana? Kuna al-qaadiyya, khawariji ambao wao wanahimiza watu tu, wanatia watu tu kule ule mori wa kwamba wao watoke, lakini wala hawatoki. Kwa hiyo njia si sawa kwamba kila kitu pia mtu aongea. Kwa hiyo mimi nasema kwa watu wote kiujumla, umuma na kwake yeye hususan, sio kila kitu wewe unaongea. Yaani umekosolewa mara ngapi kwa sababu tu ya kukithirisha maneno kwenye kila jambo? Umekosea mara ngapi? Umetiwa dosari mara ngapi kwa sababu tu ukithirisha maneno mengi tena kwenye mambo ambayo hayana munasaba pia kuongelewa? Sasa imekuwa sasa hivi mwandishi wa habari tayari. Sasa hivi mwandishi wa habari Muhammad Bashu, maana kila kitu tayari aongee, kila kitu aongee, kutafuta followers na zile viewers nyingi. Ndio kuna faida gani sasa mbele ya Allah?
wasahau kwamba ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Na kuna wengine ndio ambao hadith wala haraj, wao ni watukanaji tu, kina Ibrahim Siafi, hani yao yeye atukane tu, yani kumtukana mtu tu si kawaida. Kote watu tunawaambia kwamba isiwe mdomo wako ni tiketi ya kuongea kila jambo, kuna vitu vingine ni aula kunyamaziwa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran au liyasmut, kama qala sallallahu alayhi wasallam. Wewe kama huna bora utakaoiongea, bora unyamaze, sio sawa. Sasa angalieni namna watu wanaingia kwenye ukhawariji hivi, watukana watu, wakejeli watu, mengine hayana munasaba ya kuongelea, yani uongea ili iweje? Sasa ili iweje? Hilo jambo umeliongea kwa faida ipi? Yani kesi ambacho wallahu musta'an, miongoni mwa madhara ambayo mimi nimeyataja ambayo yanapathamana kwenye kuliongea hili jambo, kwa maana kuna baadhi ya watu wao utawaingiza katika nini, hali ya kuwatia chuki dhidi ya mtawala. Comment ya mwanzo kwenye video, kuna mtu kamtukana mtawala na kumkashifu, yani kwa maana kwamba hata kama yeye hakutoa tamko ambalo linaonyesha kwamba mtukana kiongozi fulani, lakini tayari ashupelekea toani uongozi uliopo kwenye hiyo nchi, kwa sababu tu ya video ambayo Muhammad Bachu umeitoa, tayari akashifu mtu mtawala. Sasa kuna faida gani kuongea? Kuna faida. Kwa hiyo sio kwamba kila kitu mtu atakiwa yeye aongee, kuna vingine vinatakiwa vinyamaziwe. Kuna vitu busara kwenye hivyo vitu ni kuvinyamazia, sio kwamba eti kila kitu wewe uongee, pengine vitu havina mpango, yani uongea tu, hii sio sawa. Kwa hiyo ili jambo nimependelea kuliongea kama na sawa kwa huyu mtu, hususan na kwa wengine pia ambao watafikiwa na haya maneno. Wallahu aalam kwenye hili.